Na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Ndugu msikilizaji, karibu tena siku ya leo, ya asubuhi ya leo, ya tafakari ya ujumbe wa neno la Mungu. Ujumbe ambao tunautafakari leo ni ule ambao tumeutafakari jana, unasema kumkaribia Mungu. Leo kitu ambacho tunajifunza kinasema nimkaribie Mungu kwa kitu gani? Jambo ambalo tunajifunza leo, nimkaribie Mungu kwa kitu gani? Ni kama swali fulani linaulizwa ya kwamba, je, mimi nataka kumkaribia Mungu, nimkaribie Mungu kwa kitu gani? Hebu tusome kitabu cha Mika sura ile ya 6 na mstari ule wa 6. Nimkaribie Bwana na kitu gani? Na kuinama mbele za Mungu aliye juu. Je, nimkaribie na sadaka za kuteketezwa na ndama za umri wa mwaka mmoja? Tuombe. Mungu wetu, asante, umetupa nafasi ya kuja kutafakari ujumbe huu. Tunakuomba tutafakarishe kwa Roho wako katika jina la Yesu. Amen. Ndugu msikilizaji, tunaposema kumkaribia Mungu, hebu jiulize maswali na wewe. Umkaribie Mungu kwa kitu gani? Hapa ametaja baadhi ya vitu, kwamba nimkaribie Mungu kwa sadaka, nimkaribie Mungu kwa kuinama, nimkaribie Mungu pengine kwa kuishia kufanya mambo mengine ambayo yanaonyesha kumkaribia Mungu. Kwa mfano kwa kufunga siku 3, kufunga masaa 12, kufunga masaa 24. Nimkaribie Mungu kwa kitu gani wakati huu? Nimkaribie Mungu kwa kitu gani? Kwenye kitabu cha Zaburi ambacho leo tunajifunza jambo moja, na mambo mengine utayapata kwenye Facebook yangu. Nimekuandikia baadhi ya mambo ambayo unapaswa kuyafanya wakati wa kumkaribia Mungu. Kitabu cha Zaburi sura ile ya 34 na mstari wa 18, anasema, Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo na waliopondeka roho uwaokoa. Umkaribie Mungu kwa kitu gani? Umkaribie Mungu kwa moyo mnyenyekevu, kwa moyo uliopondeka, kwa moyo uliovunjika. Tunapozungumzia moyo uliovunjika na kupondeka mbele za Mungu, ni moyo msikivu unaotii mapenzi ya Mungu. Ni moyo msikivu unaotii mapenzi ya Mungu na kuyafanya. Biblia inasema Bwana yupo karibu nao waliovunjika moyo, waliopondeka moyo waokoa. Kwa hiyo watu ambao mioyo yao imepondeka, imevunjwa mbele za Mungu, kiburi cha moyo kimeondoka ndani yao, mambo mengine maovu yameondoka ndani yao, Mungu yupo karibu na hao watu. Na huyo mtu ni wewe unayenisikia mahali hapa, bila kujali unasali dhehebu gani, bila kujali hausali. Mungu anataka umkaribie kipindi hiki. Anataka umkaribie kwa moyo uliovunjika, kwa moyo uliopondeka, kwa moyo ulio tayari kusikia mapenzi ya Mungu. Na amesema kwamba watu ambao mioyo yao imepondeka, watu ambao mioyo yao imevunjika, Mungu anawaokoa. Mungu anakuokoa, Mungu anakuponya, Mungu anakuvusha, Mungu anakuinua, Mungu anakushindia wewe ukienda ukimkaribia kwa moyo uliopondeka, kwa moyo uliovunjika, kwa moyo ulio tayari kutii mapenzi ya Mungu. Mungu anakuokoa. Mungu akubariki sana. Umkaribie Mungu kwa kitu gani? Mkaribie kwa moyo uliovunjika. Tuombe. Baba, asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Ninamwombea mtumishi na msikilizaji wangu huyu. Baba, umjalie roho iliyopondeka, roho iliyovunjika, iliyotubu, iliyotii mapenzi yako. Na nakuomba Baba, kama neno la Zaburi linavyosema kwamba Bwana waokoa, wachilie uponyaji katika moyo wake, wachilie ukombozi, wachilie wokovu ndani yake. Bwana, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, naibarikia siku yake leo, siku ya 4 ya mwezi Machi, iwe ya baraka, iwe ya kukutana na uso wako na nguvu zako, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Ndugu msikilizaji, ingia Facebook yangu, utakuta nimekuwekea haya mafundisho, umkaribie Mungu kwa kitu gani. Mungu akubariki sana. Usiache kusubscribe channel yangu na kucomment na kushare na kulike. Amen.